Ninaitwa Engineer Aziza Swedi, ni mkurugenzi wa leseni, lakini katika kikao hiki nimemwakilisha katibu mtendaji wa Tume ya Madini. Kikao cha leo tunakutana na inspectors wa migodi wa nchi nzima. Nia na madhumuni ni katika kukumbushana, kuelimishana na kuongezeana uzoefu katika shughuli zetu za ukaguzi ambazo ndizo hutupelekea sekta yetu ya madini ikasimama vyema. Maana katika shughuli za ukaguzi ndipo tunapoenda kufanya uchimbaji ulio salama kwa kuzingatia sheria ya madini pamoja na sheria ya utunzaji wa mazingira. Tumetoa angalizo kwa wakaguzi wetu wa migodi waweze kuainisha maeneo mbalimbali ambayo yana vihatarishi kwa wachimbaji wetu. Nia na madhumuni ya kufanya hivyo ni kwamba tuna wachimbaji sehemu tofauti, mikoa tofauti, na changamoto zinazopelekea ajali zinatofautiana. Kwa hiyo tukiweza kucompile changamoto zote hizo na kuzitafutia utatuzi wake, kwa hiyo mkaguzi aliyeko Mwanza, mkaguzi aliyeko Tabora, mkaguzi aliyepo Shinyanga atapata picha halisi kwamba nitakapokutana na changamoto hii basi niweze kuitatua kwa design hii. Changamoto, wachimbaji wanakumbana na changamoto nyingi katika uendelezaji wa migodi yao, na sisi kama wakaguzi tunaosimamia sekta ya madini tunapaswa kuwaelewesha namna bora ya uchimbaji ulio salama. Nia na madhumuni ya uchimbaji salama ni ili wao waweze kupata faida ya kazi wanazozifanya, basi na taifa liweze kupata mapato yake ambayo yatakuwa ni mgawanyo kwenye huduma ambazo zitafikia jamii katika nchi nzima. Mimi naitwa Engineer Hamisi Kamando, ni mkaguzi mkuu wa migodi nchini. Shughuli za ukaguzi migodi zimekuwa zikifanyika mara kwa mara, na hata kwenye bajeti zetu za Tume ya Madini tumekuwa tukitenga fedha maalum kwa ajili ya kufanya ukaguzi kwenye migodi yote, midogo, migodi ya kati na migodi mikubwa, na maeneo ya uhifadhi wa baruti kwa maana ya vilipuzi. Kazi hizi za ukaguzi wa migodi zimekuwa zikifanyika nchini kote, na kuna ratiba maalum ya kufanya ukaguzi. Kuna wakati ikitokea kwamba kuna ajali imetokea, basi nguvu kubwa inatumika kwenda kwa ajili ya kufanya uchambuzi, kwa ajili ya kufanya investigation, kujua chanzo cha ajali hicho ni kipi, na hilo linakuwa ni funzo kiukweli kwenye taasisi yetu. Ajali inapotokea tukijua tatizo ni nini, basi tunaweka mkazo kwenye eneo hilo, na limekuwa likisaidia sana kwa sababu matukio ya namna hiyo yamekuwa yakipungua. Na ukaguzi unaendelea vizuri. Mikoa yote inafanya ukaguzi, na ni muhimu kufanya ukaguzi kwa sababu ndio kitu ambacho kinatufanya sisi kulinda vyanzo vyetu vya mapato. Sisi tunapopangiwa lengo na serikali la kukusanya kiasi fulani cha fedha, basi jukumu letu sisi ni kuvilinda vile vyanzo vyote ambavyo vinatoa hizo fedha. Na tumejikuta kwamba tusipovilinda vile vyanzo, ina maana hatutafikia malengo ya serikali tuliojiwekea. Sasa natoa rai kwa kweli kwa wachimbaji, hasa wachimbaji wadogo, kuendelea kufanya kazi zao kwa kufuata taratibu za kiusalama, kwa maana ya kwamba kuna mambo mengi ambayo hawatakiwi kuyafanya wakiwa wanatakiwa kwenda kufanya kazi. Wawe waangalifu. Hatutaki kupeleka migodini watu ambao wametumia vileo vya namna yoyote ile. Kama ikitokea mfanyakazi ana tatizo la kifamilia, akili yake haiko sawa kwa ajili ya kufanya kazi, anatakiwa apewe muda wa kwenda kupumzika ili kushughulikia matatizo yake ya kifamilia, ndio arudi kufanya kazi. Kwa sababu kwa kufanya hivyo, kumlazimisha kwenda kufanya kazi, kitakachotokea hapo ni lose concentration kwenye kazi, na hatimaye anaweza akapata ajali. Sisi ajali kiukweli hatuzitaki kabisa, kwa sababu zina madhara makubwa. Kwanza, zinatupotezea vyanzo vyetu vya mapato, lakini pili, vinaichafua sekta ikiwa inaleta ajali nyingi na kusababisha vifo
vya nguvu kazi nyingi ya taifa, sisi tunaiona kwamba sekta hiyo sio salama. Kwa hiyo inaivuruga sekta na inakuwa haishawishi watu wengi kuingia kujishughulisha kwenye hiyo sekta. Kwa hiyo nitoe wito tu kwa wachimbaji wote, na hasa panapotokea ajali nyingi migodini, watu washirikiane. Naitwa Engineer Joseph Ngitu, ni mkaguzi wa migodi kutoka ofisi ya madini ya Mahenge iliyoko ndani ya mkoa wa Morogoro. Nichukue fursa hii kwanza kwa kuwa nawakilisha kundi kubwa la wakaguzi migodi walioko Tume ya Madini, kuipongeza uongozi mzima wa Tume ya Madini ukiongozwa na ES wetu Engineer Ramazan Lwamo, lakini na Chief Inspector kwanza kwa kuandaa makongamano kama haya. Tunapata njia nzuri ya kujifunza sisi kama wakaguzi. Yako mambo mengi sana ambayo kwa pamoja, kwa ushiriki kama huu, tunaweza share zile ideas, kushare changamoto za wakaguzi kutoka maeneo mbalimbali, kuzileta pamoja ili tunapokwenda kufanya shughuli zetu za ukaguzi huko tuwe na uelewa pamoja. Kitakachofanywa Chunya kiwe hicho ambacho kinaweza kufanywa na mkaguzi kutoka ofisi za Dodoma, Dar es Salaam na maeneo mengine. Kwa hiyo ni fursa nzuri sana kutukutanisha hapa katika mkutano huu wa 4 wa wakaguzi unaofanyika hapa jijini Mwanza. Baada ya kutoa pongezi hizo, sisi kama wakaguzi tunao jukumu kubwa sana la kusaidia hii sekta ya madini, hususan kwenye kudhibiti masuala ya usalama migodini ili ajali hizi ziweze kupungua. Tunapokuwa na kaguzi za mara kwa mara, ndipo inainua sekta. Tumetoka kusikia hapa kutoka kwa viongozi wetu kwamba sekta hii ya ukaguzi ndio sekta ambayo inaendesha sekta nzima. Tunapofanya kaguzi, migodi inapokuwa salama, watu manake wanachimba kwa usalama, wataondoka vizuri, hakuna ajali zozote. Maana ajali inapotokea, changamoto yake ni kwamba lazima huo shughuli za uchimbaji zisimame hapo. Kwa hiyo tunapoteza nguvu kazi, vijana wengi wanapotea, lakini vile vile ukifunga mgodi, manake hata makusanyo ambayo imekuwa kauli mbiu ya sekta nzima, manake tutashindwa pia kuyapata kwa wakati. Okay, kwa majina anaitwa Zablon George, ni mwandamizi wa masuala ya usalama na afya kazini. Kwa niaba ya uongozi wa GGM, wamependelea nije niwakilishe katika hili wasilisho la jinsi gani tunafanya taratibu za kuhakikisha kwamba ajali hazitokee kazini, lakini hata kama itatokea ni jinsi gani tunafanya tathmini na investigation ili siweze kujitokeza tena. Ndio maana tuko hapa leo kwa ajili ya kubadilishana uzoefu mbalimbali. Moja, GGM pia inashiriki katika kusaidia wachimbaji wadogo Geita. Tunashiriki kutoa elimu mbalimbali kwa kushirikiana na serikali. Tunakwenda kwenye migodi mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu. Sasa leo hapa tumekuja pia kuelezea jinsi gani ya mikakati, na hata kama itatokea incident, then kuna techniques nyingi za kuweza kukabiliana, kuweza kufanya investigation ambayo ni sahihi na kuzuia ile tukio lisiweze kutokea. Kwa hiyo kwanza ni awareness. GGM kama GGM imetoa mafunzo ya thabiti kwa viongozi wote, kuanzia mkurugenzi, manager, viongozi, supervisors, mpaka mtu wa chini. Kwa hiyo hata wadau wenzetu wakubwa kabisa, inspectors ambao wapo hapa leo, wakipewa mafunzo sahihi na kwenda kuelimisha wachimbaji wadogo vizuri, wakaelewa vihatarishi na jinsi gani ya kuweza kudhibiti. Elimu ile ikienda vizuri, maana yake tutapunguza majanga mengi sana kwa wachimbaji wadogo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.